akaanza kumwabudu Mungu, na Mungu akamwambia mahali ulipo ni mahali patakatifu. Ndio maana Musa anasema ondoa viatu ulivyokuja navyo. Viatu ni dhambi. Musa alikomaa katika nyumba ya kuabudu sanamu. Ilibidi Musa achane na ile mambo yote na amtegemee Mungu. Na asubuhi ya leo hautarudia kisi ulivyokuja, utaona mkono wa Mungu. Haleluya. Ninamshukuru Mungu ambaye amefanya niwe hapa asubuhi ya leo, maana amenipa afya njema. Tulikuwa hapa Ijumaa kwenye mkesha, tuliona mkono wa Mungu, tuliomba na tukamshukuru Mungu. Na leo tena kwa neema yake tuko hapa, ametupatia afya njema, ametulinda, ametuchunga. Nasema jina la Bwana libarikiwe. Amen. Pia sitakosa kushukuru uongozi wa kanisa ambaye ni baba yetu mchungaji, baba yetu Samuel. Mungu wako aendelee kukubariki. Tumebarikiwa na kutukubali tena ili tuendelee kuongea maneno ya Mungu mbele ya taifa lake. Pia nashukuru baraza yote ambaye inamzunguka baba. Mungu aendelee kuwabariki. Kwa hiyo moyo ya ukubali pia tuwe hapa. Haleluya. Ninawashukuru nyote ndugu zangu, mama, kaka, dada, baba. Mungu akubariki kwa uwepo wako hapa. Pia sitakosa kushukuru mama Fifi kwa neema ambaye Mungu alitukutanisha naye, na kama tuko hapa Mungu alimpitia pia ili tuonane hapa. Haleluya. Mungu atubariki. Kwa majina naitwa Pasteur Bonere Musombo Aloise Timote. Nimeoa, nina mke mrembo zaidi duniani, na namshukuru Mungu kwa kunipa huyo mke, kwa sababu kila mke ni mrembo kwa mume wake. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nasema wa kwangu kwa sababu sitakuwaka na mwingine, ndo ambaye Mungu alinipa. Haleluya. Biblia inasema mpaka kifo kitafanya nini? Kitatutenganisha. Haleluya. Na pamoja na huyo mama tuna watoto. Mtoto wetu wa kwanza anaitwa Daniel na mwingine karibuni iko njiani. Haleluya. Na tunamshukuru Mungu kwa hiyo. Lakini siko kwa mambo ya kujiwakilisha sana, nilikuja kumwakilisha Yesu Kristo. Ndio maana nilipenda nikwambie Yesu anaweza yote. Amen. Haleluya. Yesu anaweza yote. Tutafungua Biblia yetu moja Mambo ya Nyakati 29:3, kisha tutaruka 12 hadi 14. Kama tuna msomaji ambaye atakuwa haraka, kwa sababu tunabaki na dakika chache ili tupane microphone kwa ratiba zingine ambazo ziko mbele yetu. Moja Mambo ya Nyakati 29:3, kisha tunaruka 12 hadi 14. Somo letu la leo tutaenda kuongelea kuhusu umuhimu ya kumjengea Mungu. Faida ambazo tunazopata wakati tunamjengea Mungu. Kama uko naandika umuhimu ya kumjengea Mungu hekalu. Kwa lugha ya Kifaransa anasema l'importance de construire un temple pour Dieu. Umuhimu ya kumjengea Mungu hekalu. Msomaji atatusomea Mambo ya Nyakati 29:3, kisha utaruka 12 hadi 14. Amen. Mambo ya Nyakati wa kwanza sura ya 29 mstari wa 3. Yes. Neno la Mungu linasema, nami tena kwa kuwa nimeiwekea nyumba ya Mungu wangu shauku yangu, nami ninayo hazina yangu mwenyewe ya dhahabu na fedha, naitoa kwa ajili ya nyumba ya Mungu wangu, zaidi ya hiyo akiba niliyoiwekea tayari nyumba takatifu. 12 hadi 14. Utajiri na heshima hutoka kwako wewe, nawe watawala juu ya vyote, na mkononi mwako mna uweza na nguvu, tena mkononi mwako mna kuwatukuza na kuwawezesha wote. Basi sasa Mungu wetu twashukuru na kulisifu jina lako tukufu.
lakini mimi ni nani na watu wangu ni nani, hata tuweze kutoa kwa hiari hivi? Kwani vitu vyote vyatoka kwako, na katika vitu vyako mwenyewe tumekutolea. Shangilia neno la Bwana. Biblia inasema ya kwamba mimi ni nani ili nikutolee? Yote tuko nayo imetoka kwako. Haleluya. Ni kusema sisi ni walinzi wa mali ya Mungu. Haleluya. Yes. Na ndio maana wimbo ambaye tuliimba tukasema mimi ni mali ya Bwana. Lakini tatizo leo katika makanisa, mali ya Bwana haitaki kuwa mali ya Bwana. Unajua kitu ya kwanza utafahamu, kuomba Mungu ni kitu mzuri, kusifu Mungu ni kitu mzuri, lakini kuwekeza kwa kazi ya Mungu ni jambo muhimu tena zaidi. Kuna watu wanajua kusifu sana, kuna watu wanajua kuomba sana, lakini kwa kumtolea Mungu ni watu wagumu sana. Haleluya. Amen. Kumsifu ni vizuri, lakini pia kuwekeza, kuinvesti kwa kazi ya Mungu ni kitu muhimu. Acha nikuambie ukweli mmoja kabla sijaingia kwa pointi ambayo nitaongelea. Ukweli ya kwanza ni kujua ya kwamba ukienda kuchangia kwa ujenzi ya kazi ya Mungu ni neema, lakini haiko kabisa kusema tumestahili. Kumjengea Mungu, kumtumikia Mungu ni neema, lakini hatukustahili. Ukijua kama ni neema, utaifanya kwa ubora. Maana Biblia inasema katika Wafalme, Daudi, Biblia inasema ni moyo kulingana na Mungu, mtu anayependeza moyo wa Mungu. Alitaka kumjengea Mungu. Biblia ikasema ya kwamba Mungu akasema, Daudi, najua unanipenda, lakini wewe hautanijengea. Lakini mimi na wewe kama tumepata hiyo neema, kibali, Yes. inabidi tuishikilie vizuri. Amen. Haleluya. Amen. Inabidi tuishikilie vizuri. Amen. Ukweli ya pili, mtu ambaye anamjengea Mungu, huyo anaorozesha familia yake katika ukoani ama katika uraia ya kwenda mbinguni. Kuna baraka ambayo itaishia hapa duniani, ambaye watu wanaita baraka, lakini ni mafanikio tu. Lakini nilisema katika mkesha, baraka ni kukua na Mungu. Mungu akiwa ndani yako, wewe umebarikiwa. Yes. Kuna watu wana milioni ya walale nyumbani mwao. Kuna watu ambaye wana mabenki na mabenki. Kuna watu hata walitengeneza makampuni na makampuni, lakini hawana amani. Lakini mimi na wewe tulipata neema ya kuwa mbele ya Mungu. Yes. Haleluya. Amen. Acha nikwambie, sisi wote hapa tuna simu kubwa kubwa ya mkononi. Haleluya. Amen. Lakini acha nikwambie, hii simu inaweza kuwa na application yote ambaye tunajua, inaweza kuwa na uwezo yote ambaye tunajua, lakini ndani ya hii simu mukikosa charge, moto ikikosa ndani, hii simu haina ya maana. Kweli. Hata ikuwe iPhone 17, kama haina moto, utatafuta kale kasimu ndogo ili ucommunicate na watu. Haleluya. Na Mkristo pia bila Mungu, bila Roho Mtakatifu, wewe ni Mkristo wa jina. Yes. Mkristo pia ambaye ajue kumtumikia Mungu na mali yake, kuna sehemu amekosea. Kweli. Biblia inasema mahali kwenye kila mwenye ana benki hapa anajua moyo wake uko kule kwenye benki ambaye anawekezea hela. Sasa wakisema benki kama inafilisika, mimi sijue, kuna watu ambao hawataabudu hapa sasa. Wanaanza piga simu, rafiki yangu ikoje? Tunasikia benki inafunga. Haleluya. Kwa nini? Kwa sababu ndo moyo wako iko. Lakini Yesu anasema katika kitabu ya Mathayo, tujue kumtolea Mungu, tuweke hazina yetu mbinguni ambaye hakuna kutu wala mende. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Sababu ya kwanza ambayo inafanya tumjengee Mungu, ama faida ambaye tunakuta ndani ya kumjengea Mungu,
na mimi nitaishia tu kwa mawili kwa sababu ya muda, sitaongea mengi sana. Pointi ya kwanza, kumjengea Mungu inaleta uwepo wa Mungu ndani ya maisha yetu. Amen. Ukimjengea Mungu, ukimtumikia Mungu, inaleta uwepo ya Mungu kwa maisha yetu. Amen. Mambo ya Nyakati ya Pili 7:1-2. Mambo ya Nyakati ya Pili 7:1-2. Somaji wa haraka kwa ajili ya muda. Basi Suleimani alipokwisha maombi hayo, moto ukashuka kutoka mbinguni ukateketeza sadaka ya kuteketezwa na dhabihu. Utukufu wa Bwana ukaijaza nyumba, wala makuhani hawakuweza kuingia nyumbani mwa Bwana, kwa kuwa utukufu wa Bwana umeijaza nyumba ya Bwana. Haleluya. Amen. Sulemani wakati alimaliza kumjengea Mungu, Biblia inasema utukufu wa Bwana ukajaza hekalu lake. Haleluya. Amen. Kuna miujiza ambaye hatuyaona hapa, eza kwa sababu hatuyamaliza kujaza hii hekalu, lakini siku tutamaliza kupitia ujenzi, utukufu ya Mungu itaingia hata kwa nyumba yako. Amen. Haleluya. Amen. Unajua ukimjengea Mungu, utukufu ya Mungu inaingia kwa nyumba yako. Yes. Ukimjengea Mungu, utukufu ya Mungu inaingia hata kwa maisha ya watoto wako. Kweli. Hata ukikufa, hiyo agano itaendelea kunena mema. Yes. Kumbuka makutanio ya Nathan na mtu wa Mungu Daudi. Daudi, Nathani alikwisha kufa, mtoto wa Saul, lakini hata kama alikwisha fariki, Daudi akakumbuka agano aliyefanya na Nathan, mtu ambaye alimulinda Daudi. Hiyo siku akasema, hakuna mtu wa nyumba ya Sauli ili mumtendee mema kwa ajili ya rafiki yangu. Amen. Kama mwanadamu anaweza kumbuka yale uliyomfanyizia Mungu, je? Haleluya. Biblia inasema ile siku wakamwambia kuna mtoto mmoja wa Nathani anaitwa Mefiboshete ambaye iko huko Lodebar. Yes. Na ujue ya kwamba katika sheria ya Israel walemavu na watu ambao walikuwa na mambo ambaye yaeleweke hawangeliingia Yerusalem katika mji mkuu. Lakini Daudi akasema, muniletee na huyo Mefiboshete. Biblia inasema ya kwamba Mefiboshete akakuja mbele ya mfalme. Yes. Biblia inasema akakula meza moja. Wakati Mefiboshete alikaa kwa meza, ulemavu yake ikapotea. Ukikula na Mungu, mapungufu yako inapotea. Ukimtumikia Mungu, mapungufu yako inaenda mbali. Neema ya Mungu inaweza kukuketisha na wakubwa. Hata kama ujue kitu, neema ya Mungu inaweza kukuingiza katika ukumbi na hauna mtu mwenye unafahamu huko. Ndio. Mefiboshete alikuwa mlemavu na sheria ilisema walemavu hawataingia katika mji mkuu. Acha nikuambie, neema ya Mungu itakuingiza kwenye walisema wewe hutaingiaka. Au kusoma hawezi olewa na mtu alifanya masters bongo ile. Ukiwa na neema ya Mungu, Mungu atakuingiza hapo, na huyo mwanaume anaweza hata akakusomesha. Haleluya. Amen. Pointi ya pili ambaye inabidi tuelewe, ukimjengea Mungu hekalu lake, anafungua madirisha ya mbingu kwa kukuletea baraka. Malaki 3:10. Amen. Yes. Neno la Mungu linasema, leteni zaka kamili ghalani, Yes. ili kiwemo chakula katika nyumba yangu. Okay. Mkanijaribu kwa njia hiyo, asema Bwana wa majeshi. Haleluya. Jue kama sitawafungulia madirisha ya mbinguni na kuwamwagieni baraka hata isiwepo nafasi ya kutosha au la. Waebrania 6:10. Nasoma hiyo andiko 3 haraka na nimalize kwa sababu ya muda. Waebrania sura ya 6 mstari wa 10. Yes.
maana Mungu si dhalimu, Mungu si dhalimu, hata aisahau kazi yenu, hata aisahau kazi yenu, kwa pendo lile mlilodhihirisha kwa jina lake, kwa pendo lile mliolidhihirisha kwa jina lake, kwa kuwa mmemhudumia watakatifu, na hata hivi sasa mngali mkiwahudumia. Haleluya. Amen. Wafalme wa kwanza 8:18 hadi 19. Wafalme wa kwanza sura ya 8 mstari wa 18. Yes. Lakini Bwana akamwambia Daudi, Bwana akamwambia Daudi, baba yangu, kwa kuwa ilikuwa moyoni mwako kujenga nyumba kwa jina langu, ulifanya vyema kuwaza hivi moyoni mwako. Lakini wewe hutanijengea nyumba hiyo, ila mwanao atakayetoka katika viuno vyako, yeye ndiye atakayejenga nyumba kwa jina langu. Haleluya. Ila mwanao atakayetoka katika viuno vyako, yes, ndipo atajijenga nyumba langu. Amen. Unaona, sadaka ambayo yote uko namtolea Mungu, kupitia hiyo kumjengea Mungu, kizazi yako imeingizwa katika baraka ya milele. Haleluya. Biblia inasema wakati Ibrahimu alimtolea Melkisedeki fungo la 10, Biblia inasema Lawi alikuwa kwenye viuno ya Ibrahimu. Lakini utakumbuka kutoka Ibrahimu mpaka ufike kwa Lawi kuna vizazi na vizazi. Ni kusema wema uko unafanya leo, watoto wako wanaweza wakaivune, na mabaya uko unaifanya leo, watoto wako wanaweza wakaivune. Lakini wewe mwenye uko namchengea Mungu, kumbuka ya kwamba kizazi yako imeorozeshwa kwa watu ambao wanaitwa waheshimiwa. Kizazi yako imeorozeshwa kwa watu ambao wanasema wanabarikiwa. Wakati Ibrahimu alimtolea Mungu, Biblia inasema Lawi alikuwa katika viuno yake. Utakumbuka ya kwamba Ibrahimu alimzaa Isaka, Isaka akamzaa Yakobo, Yakobo akazaa kabila 12. Lakini katika kabila 12 Lawi ni miongoni ya hiyo makabila. Ndo kwenye Lawi anaenda kuonekana katika viuno ya Ibrahimu. Kazi yote uko unafanya Mungu haisahau. Yote utamfanyisia leo Mungu, ninakutangazia mbingu iwe wazi kwa ajili ya maisha yako. Kila yoyote alianzaka hii ujenzi, hata kama ulitoshaka 1000, mbingu ikukumbuke kwa jina la Yesu Kristo. Hata watoto waliyekuja leo hapa, kila mwenye alikuja na sadaka yoyote, haijalishi 1000, haijalishi 10,000, haijalishi ngapi, lakini kitu nakutangazia, Mungu aone nia ya moyo wako na abariki kazi ya mikono yako. Haleluya. Amen. Mungu anasema katika Waebrania 6:10, anasema sitasahau kazi ulionifanyia. Sitasahau yote uliyotenda. Sitasahau yale uliyofanya. Sitasahau matendo yako makuu. Yes. Watusomee Marko, na ndio andiko yangu ya mwisho, mimi naacha microphone. Marko 12:43-44. Neno la Mungu linasema, Yes. akaja mwanamke mmoja mjane, Kaja mwanamke mmoja mjane maskini, akatia senti 2. Wanasema nani? Maskini. Mwanamke maskini, okay? Akatia senti 2, Akatia senti 2, kiasi cha nusu pesa. kiasi cha nusu pesa. Akawaita wanafunzi wake akawaambia, Akawaita wanafunzi wake akawaambia, amini nawaambia, amini nawaambia, huyu mjane maskini huyu mjane maskini ametia zaidi kuliko wote wanaotia katika sanduku la hazina. Maana hao wote walitia baadhi ya mali iliyowazidi, bali huyu katika umaskini wake ametia vyote alivyokuwa navyo, ndiyo riziki yake yote pia. Haleluya. Amen. Mungu
aliona moyo ya huyu mama. Kuna watu wana milioni 70 katika benki, lakini akileta 500,000 haitamshtua Mungu. Haleluya. Amen. Lakini kuna mtu ambaye anaweza kuwa na 500,000 kwenye benki, analeta hesa 300,000, huyo atamgusa Mungu, kwa sababu ambaye ana milioni 70 na kitu analeta 200,000, Mungu anaona ya kwamba amebaki na mingi, na yeye Mungu ndo alikupatia yote. Haleluya. Mungu anaangalia moyo, ndugu yangu. Hata ukileta ile yako yote ya mwisho, Mungu hataacha ubaki vile. Amen. Wenye tulikuwa nao hapa kwenye mkesha, niliwaambia kuna zoezi Mungu anafanya. Haleluya. Amen. Ndugu yangu, njoo nikuoneshe, na mimi namaliza. Amen. Njoo karibu. Haleluya. Amen. Niliwaambia hivi katika mkesha ambaye tulikuwa, Yes. Mungu apende kutawaliwa. Yeye ndo anapenda afanye nini? Atawale. Atutawale. Na Biblia inasema mkono unaotoa ndo mkono unaotawala. Yes. Mwenye anakupatiaka na kutawala kila siku. Unajua tajiri anaka dance yote atacheza ni nzuri tu. Yes. Anaka lugha fulani, lugha yote ataongea, watasema mumuelewe tu, ndio kisi anakuwaka hivyo. Wewe ambaye hauna kitu ongee. Yaani watakunyamazisha na wanakutosha kwenye kikao. Kweli. Sasa Mungu yeye atakake mtu amtawale. Unajua wakati utakuja kumtolea Mungu leo, wakati utakuja leo kusema hii ni pesa yangu na mjengea Mungu, pokea. Mnaona mikono yake iko wapi? Iko chini. Nani anatawala mwingine? Mimi ndo namtawala kwa usemi mwingine. Sasa wakati utamtolea leo Mungu, ni kusema Mungu, mimi napenda nikutawale. Sasa Mungu hawezi penda umtawale. Ukimtolea yana Biblia moja, ataleta Biblia 10 anakuletea. Ukitoa tena, ulileta 10 anakuletea 20. Ukileta 20, ili munaanza kupingana na Mungu. Ni kusema mtu mwenye anamtoleaka Mungu kila siku gala yake haitapunguka. Mungu akupatie hiyo neema kwa jina la Yesu Kristo. Kila siku ukimtolea Mungu, Mungu akuwakitie kwa jina la Yesu. Kila siku ukimtolea Mungu, Mungu abariki maisha yako. Kila mwenye atainua mkono leo, ninatangaza kama nabii wa Mungu, Mungu akubariki kwa utele. Ukileta 1000, Mungu akupatie maelfu. Ukileta milioni, Mungu akupatie bilioni. Ukileta bilioni, Mungu akupatie zaidi kwa jina la Yesu Kristo. Wewe na kizazi yako, Mungu awabariki. Wewe na kizazi yako, Mungu awatetee. Wewe na kizazi yako, Mungu awashangaze. Munatoka kwenye orodha ya wamaskini, munaingia kwenye orodha ya watajiri. Leo mbingu iko wazi. Mungu anaenda kuwabariki. Kama unaamini sema amina. Yesu anaweza yote. Unaweza simama kwa miguu yako. Uko unasema mimi nabarikiwa. Mimi nabarikiwa. Sema mimi nabarikiwa kwa jina la Yesu. Wewe umebarikiwa kwa jina la Yesu. Watoto wako wamebarikiwa kwa jina la Yesu. Kizazi yako imebarikiwa kwa jina la Yesu. Kila kitu mutafanya, mkono ambaye utanyoosha leo, Mungu akunyoshe mkono wake. Pesa utapana leo, Mungu akubariki kipesa kwa jina la Yesu. Pokea neema utajiri. Pokea neema utajiri. Pokea neema utajiri. Pokea neema utajiri. Ninatangaza kitu ya pili. Wewe mwenye unaenda kumtolea leo Mungu, Mungu akupatie maisha marefu. Mungu akupatie maisha marefu. Mungu akupatie maisha marefu. Hautazikaka watoto yako. Watoto yako ndio watakuzikaka kwa jina la Yesu. Ndani ya uzee hautazika watoto wako. Watoto wako watakuzika katika uzee wako, kwa sababu unamtumikia Mungu na pesa yako na mali yako na vitu yako. Wewe mwenye utatoa uwanja, Mungu akupatie uwanja mingi kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Ninatangaza kama kulikuwa laana ndani ya familia yako, ile laana inaanguka kwa jina la Yesu. Ile laana inaanguka kwa jina la Yesu. Ninakutangazia kuanzia sasa, ndani ya njia ya maadui yako kunakuwa
kuiba Ndio. na uterezi hawatakushika tena. Ndio. Giza inatawala Yes. katika kambi ya maadui yako. Leo Mungu anakubariki. Leo Mungu anakubariki. Rebo shaka yande rebo shakata. Anza kuomba na uko natangaza mema. Asante Yesu. Asante Bwana. Yes. Asante Mungu wetu na Baba yetu. Asante Mfalme Mungu mkuu. Asante Mungu mwenye nguvu. Asante Baba wa uwezo. Asante Baba uliyembariki Daudi pamoja na uzazi wake, Sulemani pamoja na wazazi wake na watoto wake na vijukuu, katika jina la Yesu. Asante Baba kwa ajili ya neno. Asante Mfalme kwa ajili ya watakatifu wako waliosikia neno lako. Baba uwainue, Baba wawejeshe, Baba watie nguvu. Neno letu la siku ya leo tuliolisikia Mungu likalete neema kwetu, likalete neema kwa watoto wetu, likalete neema kwa vizazi na vizazi, kizazi cha kwanza, cha pili, cha tatu, cha nne, cha tano na kuendelea, ili Baba Mungu wetu aliyotukuzwe ndani ya watoto wako na maisha yao. Katika jina la Yesu, neno lako halitaanguka bure, litatoka na mtu mmoja atakaye ambaye Bwana umesikia